Mjambo. Marhaba wageni mliotajiwa, ndio mimi pamoja na wenzangu mmewaona wako nyuma, ni viongozi kutoka vyuo vya maendeleo ya wananchi, wakuu wa vyuo, na mmoja wapo pale ni mwenyekiti wa wakuu wa vyuo vyote vya maendeleo ya wananchi Tanzania, viko 55. Vyuo vya tangu mwaka 75 wako hapa. Lakini ndani ya vyuo hivyo tuna programu muhimu sana inahusiana na mpira fursa. Programu hiyo inaratibiwa na sisi wa KTO. Mimi ni mkurugenzi wa KTO, Karibu Tanzania Organization. Jina langu naitwa Majidi Mjengwa. Mimi ni baba na watoto 4 wa kiume, lakini pia ni mpenzi sana wa mpira. Tangu nikiwa mdogo na miaka 6. Sasa kwa vile lilotukutanisha hapa linahusu mpira na sisi tumekuja kujifunza, kuona na kinachofanyika hapa, nianze kwa kuwapongeza viongozi kwa usimamizi mzuri. Kubwa niloliona hapa katika muda mfupi tu ni neno moja tu, nidhamu, na nidhamu ya hali ya juu, na hiyo ndio siri ya nyinyi kufika mbali. Lazima mzingatie nidhamu. Tuko pamoja? Sasa sitakuwa na mengi ya kusema, ila nataka niwasimulie juu ya safari ya mtu ambaye leo ni mkubwa sana kwenye mpira. Nani asiyemjua Kylian Mbappe? Hakuna, si ndio? Wote mnamjua, ndio? Lakini nimeambiwa hapa kuna wa under 12. Wanyoshe mikono, under 12. Under 12. Alafu kuna under 17, si ndio? Wangapi? Wanyoshe mikono. Under 17. Nyinyi mmefanya vizuri, tumewaona, hongereni sana. Lakini nyinyi under 12 na under 17, alafu katikati kuna wengine. Kuna under 12, alafu under 17, wengine mpo katikati. Sasa kuna safari ya mtu aliyeanza na under 12, anaitwa Kylian Mbappe. Akiwa na miaka 6 tu, pale AS Bondi ndio klabu ya kwanza ya watoto. Ana miaka 6, manager akamuona wa ile klabu. Yule mtoto katika wote anacheza mpira mzuri, anawavuruga wenzake. Akasema huyu lazima tuende naye mbali zaidi. Miongoni mwa watoto wa miaka 6, akaenda kwenye kituo kama hiki cha Mnyanjani, kinaitwa Clairefontaine kule Ufaransa. Clairefontaine ndio mahala ambapo panafanana na hapa. Amepita Kylian Mbappe, amepita Thierry Henry na wengineo. Wale wakubwa mnaowasikia wamepitia kwenye Clairefontaine. Miaka 6 anapelekwa kule akiwa chini ya miaka 12, baadaye anakwenda kucheza Paris Saint-Germain. Mshawahi kusikia? Klabu kubwa kabisa. Kwa hiyo ni safari ya mtu aliyekuwa chini ya miaka 12, nyinyi, alafu akaenda Paris Saint-Germain akiwa na miaka 16, ndio nyinyi. Baadaye amekuwa huyo Kylian Mbappe tunayemuona sasa. Umeelewa hiyo safari eh? Kwa hiyo inawezekana. Everything is attainable, wanasema. Kila kitu kinawezekana. What you need is kujua route, utengeneze route yako, alafu you have to decide the journey. Uamue safari. Route ndio pamoja na Mnyanjani na mlikotokea. Safari si mmeshayamua? Nawatakia safari njema na kila laheri. Asanteni sana. Okay.